Bunge power. Mjukunyote. Mjukunduke. Karibu sana. Haya, asanteni sana. Langu jina ni Mjukuu Bunduki, rais wa bunge la mwananchi, na mimi nataka kusema hivi. Jana niliudhika sana nikiona kiongozi ambayo amesaidiwa na wana Homa Bay Suba Karoli Omondi akisema kwamba wamezika ODM. Nataka kuambia Karoli Omondi, wewe ni wazimu. Wewe kama unataka kuenda kusimama, enda usimame Kiambu kwa Uhuru Kenyatta. ODM iko na governors, ODM iko na MCA, ODM iko na party leader ambaye ni Daktari Oburu Odinga. ODM iko na chairperson ambaye ni Gladys Nyasuna Nyawang'aya. So nataka kuambia Mheshimiwa Karoli Omondi, pesa ya CDF ya Suba iko wapi? Pesa ya CDF kwako hakuna barabara. Mwenye mtengenezea barabara James ni Mheshimiwa John Mbadi. Wewe kama mbunge uko linda mwananchi. Unalinda mwananchi gani kama kwako Suba uwezi linda wananchi wa Suba? Kama wewe mbunge uwezi tuambie pesa CDF watoto wangapi unaosomesha? Then hauna aibu. Sisi Wajaluo tuwaje chama chetu ya ODM, tufuate chama ya Jubilee ambayo imekufa. Bwana, tuwezi danganywa ndugu yangu. Karoli Omondi, ni nyinyi mlihusika kuibia Raila Odinga kura na Uhuru Kenyatta. Ni nyinyi. Amwezi saliti chama chetu ya ODM. Amwezi saliti jamii yetu ya Wajaluo kwa sababu mambo ya Jubilee. Jubilee ni chama Uhuru Kenyatta. Resign kwa ODM, enda kwa Jubilee, uende kwa Gatundu. Yaani baadhi ya wetu Wajaluo wamekuwa peti. Ati Uhuru wamechukua bunge wawili Wajaluo, wamechukua gavana moja. Sasa wanaona kwa sisi wajinga, atatuna akili, tunafuata hao. Bwana, hatuwezi kufuata hao watu watatu. Hatuwezi. Mimi nataka kuuliza watu wa Suba, mbunge wenu Karoli Omondi, barabara haipo Suba, mvua ikinyesha magari zinakwama, bado analinda mwananchi. Karoli bado anatanga. Pesa iko kwa serikali. Uhuru Kenyatta amekuwa rais miaka 10. Kwa nini hakupiga lami kwenu Suba? Kwa nini? Sasa Uhuru Kenyatta amekununua kama wale wanadada wa Koinange. Unaranda unatuambia ati ODM imeisha, atumezika ODM. ODM iko na tunasimama na ODM imara. Wacha hii mchezo yako Mheshimiwa mbunge. Wewe kama umenunuliwa kama wale wanadada wa Koinange sawa. Enda ukiendanga. Lakini kuona kiti ya ubunge kule Homa Bay itakuwa kama kuenda mbinguni na basketi Mheshimiwa. Heshimu party ya ODM. Kabisa. Heshimu chama cha ODM. ODM ikiisha, resign. Tuende by election. Resign. Kwa nini bado unakula mshahara jina ODM? Karoli Omondi, tuheshimiane. Wewe ni kiongozi wetu, but mambo ya sasa ujinga ya kutuambia ODM imeisha na bado unakulia. Resign kwa ODM. Tuende by election ushinde hii chama yenye iko ambao uko nayo. Linda mwananchi ni chombo ya Mheshimiwa Uhuru Kenyatta. Linda meno. Wamejaribu Jubilee na Matiang'i imekufa. Sasa wamechukua linda mwananchi, waone kama itakuwa mbinu mbadala. Simameni kama mwanaume kama Gachagua. Hata mimi nikipiga Gachagua, lakini amejenga chama chake. Kabisa. Amejenga chama. Uhuru Kenyatta amependa starehe, Matiang'i starehe. Pombe tu. Sasa chama itasimama? Haiwezi. So wanataka kutumia linda mwananchi ati linda mwananchi chombo cha Uhuru Kenyatta. Wachini wafala my friend. Kweni imara kama Gachagua kwa chama yake, kama Gachagua akitoka anatoka na DCP yake. Hiyo hotel yake anakulia. Bado Uhuru Kenyatta anataka kutumia wengine ndio watudanganye. Hakuna kitu kama yetu tunakubali. Wadagi. Ya tuwezi kubali. Jambo ya pili, James Bobo Rengo. Wakili. Satani asiye. Miaka 78.
Bado unataka kurudisha Mjaluo maandamano gavana? Yawa. 78. Yaani Mungu amekupea miaka yako kawaida, amekupea bonus 18 years. Bado unasema ati unataka kurudi barabara, atilinda mwananchi. Nataka niulize wafuasi ya gavana James Orengo. Kwa sababu wengi wao hawajui pesa ambayo gavana huyu anapokea kila mwaka. Hawajui kabisa. Ukipata wafuasi wa James Orengo linda mwananchi, uliza gavana huyu wenu anapeanga pesa ngapi? Hajui. Wacha niwalimishe. James Bob Orengo kila mwaka anapokea 6.6 billion plus addition 1 billion plus 800 ya ushuru ya Siaya. Inakuja pesa ngapi? 7.8 billion. Siaya ni kichaka, hakuna barabara, hakuna maendeleo, wafanya biashara hawana sitima, hakuna chochote inaweza sababu Siaya. But gavana analinda mwananchi. Gavana analinda tumbo yake. Gavana analinda tumbo yake. My friend, mheshimiwa gavana, huwezi kududanganya. 7.8 billion ya wana Siaya haionekani mahali popote. Hiyo pesa gavana amechukua goods zingine hapa Nairobi. Hao goods na hao watu ambao ni wanakwaya ndio wanarandaranda. Kila rally 40,000. Hebu sikia pesa inalipwa wa Siaya. Kila mtu ambao Orengo anatoa hapa Nairobi 40 Kenya. But mwananchi wa Siaya County anataka dawa hakuna. Pesa ya dawa Orengo amechukua, analipa naye goods wa Nairobi. Pesa ya Siaya Orengo amechukua, anafanya naye mobilization ya linda mwananchi. Kabisa. Ukienda hospitali unakufa kwa sababu dawa hakuna. Nurses wako mgomo. Wafanyakazi mgomo. Madaktari mgomo. Walimu mgomo. But governor amechukua 7.8 billion, anafanya naye rally ya linda mwananchi, analipa naye watu wa Nairobi. Ndio waende kujaza rally. Saa hii governor amejaza, ako na basi kama hii hapa Nairobi. Anabeba watu Nairobi, kila rally hiyo basi inabeba watu. Hiyo ni pesa ya nani? Wana Siaya. Uweze chukua 40,000 ulipe watu zaidi watu 2,000 utoe Nairobi atuwajaza rally yenu. Na ni pesa ya Siaya. Pesa ya Siaya inapotea kwa linda mwananchi. James Bob Orengo analipa watu. Wana Siaya, mukiona gavana mukimbise. Arudishe pesa yenu. Pesa yenu iko hapa Nairobi. Jana walikuwa wapi? Taita Taveta. Amebeba watu 2,000. Kila mtu 40,000 plus kwa gari. Hiyo ni pesa nini? Pesa Siaya. Ukienda Siaya maendeleo hakuna. But gavana analinda tumbo yake na goods wa Nairobi. Na meno yote. Watu wao kudanganyana. Mimi Orengo hawezi kunidanganya. Ati Orengo ni party leader wangu. Ati sijui de facto. De facto gani? My friend, akina Orengo ni watu ambao wamesaidiwa na Raila Odinga. 2027 tupata nini kwa deni? Kama utashinda tupata nini kwa deni? Siaya, mukipata Orengo, mukimbize kama gari ya mera. Pesa yenu iko hapa Nairobi. Kila rally Orengo anatumia 10 million kila rally. Hiyo ni pesa wana Siaya. Kila rally Orengo anatumia pesa Siaya 10 million. Hiyo ni pesa wa nani? Na wana Siaya. Then wewe uko hapa unaambiwa ati wana Siaya watu hakuna maendeleo, barabara hakuna, maji hakuna, dawa hakuna, wafanyakazi wa mgomo. But governor analinda goods wa Nairobi. Hatukubali siasa kama hiyo, my friend. Mheshimiwa Gavana, mimi siwezi kukutukana, but heshimu wakazi, watu ambao kupigia kura Siaya, heshimu hao wana Siaya. Kabisa. Pia tunakubali, my friend. Then tuko na vijana wa Jaluo hawajui hata pesa gavana apokea pesa ngapi. Ukiuliza gavana wako unampenda, anapokea pesa hajui. Gavana si patilia ya miti. Patilia ya nyumba yake. Ama patilia ya punda, ama ya ndege. My friend, hakuna mtu mjinga. Sisi ni 2 term na maendeleo. Kabisa. Si 2 term ya Sekofa, 2 term ya maendeleo. Ya tatu, nataka kuomba sana watu wa Mlima Kenya. Sisi hatuna vita na nyinyi, hatuna vita.
Tuko na vita na Gachagua peke yake. Kabisa, jadua mno. Hatuna shida na Mkikuyu yoyote, hatuna. Therefore, wakati imefika nyinyi pia mrudishe mkono kwa mheshimiwa Maina Njenga. Kabisa. Huyo ndio kingpin. Maina Njenga amesimama na nyinyi. Maina Njenga amepigwa juu ya Mkikuyu. Kabisa. Gachagua amepigwa wapi juu ya Mkikuyu? Kuna mahali amepigwa? Hakuna. Ameshikwa? Hakuna. Ameteswa? Hakuna. Na Maina? Huyo ameteswa sana. Juu ya Mkikuyu. Then sasa hivi wanataka kublackmail Maina. Maina ndio kiongozi wa Mlima Kenya. Gachagua tujui, Gachagua rudi kwa Rift Valley. Wacha mchezo my friend. Wewe sio wa Mlima Kenya. Ndugu yake. Rudi tu Rift Valley malikuwa. Rift Valley. Mount Kenya ni mheshimiwa chairman, bishop, ambassador Maina Njenga. Kabisa. Huyo ndio Mau Mau. Huyo ndio Mau Mau original. Kabisa. Kikuyu. Mau Mau original. Jambo la mwisho. Nataka kuomba watu wa Karachuonyo constituency 2027. Kabisa. Huyu mbunge wenu amekula tu bure. Hatuwezi kuambia pesa CDF inaenda wapi. 200 million. Adipo tafadhali. Tafadhali Adipo. Tafadhali umekula CDF ya kutosha. Adipo. Nataka kuomba sana watu wa Karachuonyo. Chagueni mheshimiwa Abogo huo ndola. Chagueni Abogo huo ndola. Abogo. Saa hii sio mbunge Aboge, saa hii Aboge saa hii. Watoto 50. Watoto 50. Chimugo nyinge. Wanasoma, wanakula, wanakunywa na jina yake. Mzuri. Ndipo bila lako zokubi. Bila lako zokubi. Mapema asubuhi. Tuchague Aboge huo ndola. Kabisa. Maana kama huwezi kuwa mbunge na CDF hakuna mtu anasomeshwa naye. Huwezi kuwa mbunge na kuna Kenya na mimi sijawahi ona hata Adipo akizungumza kwa parliament. Sijawahi. Maybe aitwa kwa Ramogi Radio na Ramogi TV. Hapo ndiye anajua. Hata rally simuoni. Maendeleo hakuna. Karachuonyo chaguni Aboge huo ndola. Huyo ndio mwenye maendeleo. Huyo ndio mwenye maendeleo. Jambo ya tano. Homa Bay County. Kuna waziri wa fedha anaitwa Solomon Obiero. Baada ya Wanga akimaliza 10 ni Solomon. Kwa sababu kazi ambayo anachapa Homa Bay, huyo ndio waziri ambaye anajituma. Ana corruption, ana anglo yoyote. Mheshimiwa Solomon Obiero. Baada ya Gladys Wanga akimaliza 10 yake ni Solomon. Kwa sababu kazi ambayo anafanya nitamfuata. Kabisa. Tunataka viongozi ambao wanasimama na wananchi, sio viongozi wanasimama na viongozi wa hizi. Ana corruption. Mheshimiwa Solomon Obiero. The next governor Wanga akimaliza ofisi. Wanasaidia na mama. Lazima tuchague viongozi ambao wanaweza jituma kwa niaba yetu. Si viongozi wanajituma kwa niaba yao. Mwenye anajenga mchori. Solomon ndio the next. Wanga akimaliza anachukua shukani. Kwa sababu tunataka uongozi ya kujenga, uongozi ya kupeleka mbele. Tunataka wale ambao wanajituma. Ya mwisho nataka niseme tena hivi. Tulikuwa na senator mchapakazi. Mzee ambaye anasaidia Excellency William Ruto kazi. Mzee ambaye ana control 47 county. Kabisa. Mheshimiwa Osman, kiongozi ambaye anatoka maeneo ya Northeastern. Ya kwamba shughuli ya Mheshimiwa Osman ni kusaidia Mheshimiwa Rais kupanga nchi ili taifa la Kenya ipangwe miradi isonge mbele. Kwa sababu Osman wao ndio wanachora. Kabila ambao walisaulika akina Osman ndio wanashughulika nayo. Jamii ya Somalia, wa Kisii, Waluya, Wajaluo, wa Pwani, wa Masai. Mheshimiwa Osman anashughulika ni wapate maendeleo chini ya broad based government, chini ya Mheshimiwa William Ruto. Therefore, wala bana saidia William Ruto tutasukumana moja kwa maendeleo. Asante sana, Mungu awabariki. Osman mbele. Asante, ukarimu kwa bunge la mwananchi.